Bana, ligi ikiwa inaelekea mwisho, hapa namaanisha ligi ya Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League, ikiwa ipo kwenye hatua za mwisho au ipo raundi ya 29 na 30, ukiacha ule mchezo wa kipolo, mchezo namba 184 unaozikutanisha Simba na Yanga, ambao ni kiporo, utachezwa mwishoni kabisa mara baada ya ligi kukamilika. Sasa wote tunajua ligi ikiwa inaelekea mwisho, basi habari ambazo zinatawala vyombo vya habari, lakini pia na kwenye vichwa vingi vya magazeti ya michezo, zinakuwa ni habari za usajili, kwa maana dirisha la usajili linakuwa linafunguliwa. Na hapa Tanzania kama mnavyojua, habari zimekuwa ni nyingi sana za usajili, hususan kwenye vilabu hivi vikubwa vya Yanga na Simba. Kwa upande wa Yanga, tuliambiwa kwamba Yanga wapo kwenye mazungumzo ya kina na nyota wawili wa Singida Black Stars, ambao ni Jonathan Soa ambaye ana umri wa miaka 26, lakini pia na kiungo mshambuliaji Josephat Asabada, huyu ana umri wa miaka 22. Na ilisemekana kabisa kwamba uwezekano wa nyota hao kucheza Yanga msimu ujao ni mkubwa sana, kutokana na historia ambayo ipo baina ya timu hizi mbili, Singida Black Stars na klabu ya Yanga. Wote tunajua historia yao jinsi ambavyo ipo, lakini pia Yanga wao wanalikuwa na mhitaji nyota wa Tabora United ambaye ni Ofen Chikola. Huyu ni mzawa pia, Yanga walikuwa wameshamweka kwenye rada zao Ofen Chikola. Tukumbuke huyu ni mchezaji ambaye siku Yanga wanafungwa goli 3 uwanja wa Chamazi pale Azam Complex, huyu Ofen Chikola alikuwa ni mwiba wa kuotea mbali, ni kama ndo alishikilia kila kitu kwenye hiyo mechi. So naye akawa ameshaingizwa kwenye rada za wananchi hawa Dar es Salaam Young Africans. Sasa ukiachana na hiyo habari ambayo ilikuwa ni tetesi, sasa ni imesha kamilika kwa mchezaji mmoja, ambapo tunaarifiwa kwamba Jonathan Soa huyu ashakuwa mwananchi tayari baada ya kusaini mkataba wa miaka miwili na wananchi. So hii ni confirmed, sio tetesi tena. Jonathan Soa lilikuwa ni swala la muda, na bado wanasubiria tu dirisha la usajili lifunguliwe, basi wamtangaze kama mchezaji wao. So Jonathan Soa ashakuwa mwananchi tayari, ameshasajiliwa na Yanga. Kwa hiyo hapa kile ambacho tulikuwa tumeambiwa ni tetesi, sasa kimeshakamilika kwamba Jonathan Soa yeye ni mwananchi. So imebakia kwa Bada tu, ambaye pia ni swala la muda Yanga kuweza kukamilisha usajili wake. Lakini tukiachana na habari hiyo, tunakuja kwenye habari ambayo pia ilitikisa sana mitandao ya kijamii kuhusiana na mchezaji wa Yanga pia ambaye mpaka sasa hivi anaitumikia klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia Max Nzingeli, ambapo pia ilikuwa inasemekana kwamba anaondoka Yanga au anamaliza mkataba wake, ambapo ni kweli mwishoni wa msimu huu mkataba wa Max Nzingeli ulikuwa unaenda kutamatika. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo mpaka muda huu ambapo naongea na wewe mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yangu ya Noise Media, ni kwamba Max Nzingeli tayari ashakuwa ni mchezaji wa Yanga hadi 2027 kwa miaka miwili tena mbele. Hii ni baada ya mwezi mmoja uliopita Max aliongeza mkataba wa miaka miwili tena kubaki na klabu ya Yanga. So ni mwezi mmoja nyuma, hii ilikuwa ni siri, lakini ameshaongeza mkataba wa kuendelea kubaki na wananchi. So amesha saini mpaka 2027, tutaendelea kumuona na klabu ya Yanga. Lakini pia kuna habari ambayo pia hapo Dar es Salaam Young Africans inayomhusisha kiungo mkabaji wa klabu ya Yanga, ambaye huyu ni kiungo ambaye anapendwa na mashabiki lakini pia viongozi wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia Khalid Aucho, ambaye mpaka sasa hakuna mazungumzo yoyote ya mkataba mpya kwa maana ya Khalid Aucho, lakini pia na Dar es Salaam Young Africans. Mkataba wa Yanga na Aucho unaisha mwishoni mwa msimu huu. Hadi sasa Yanga bado
hawajamuita mezani kujadili mkataba mpya. So kwa kusema hivyo ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Aucho kuondoka kwenye klabu ya Yanga. So hizo ndo habari ambazo pia ninazo hapa, kwamba Yanga bado hawajamuita mezani Khalid Aucho. So mpaka sasa hakuna kinachoendelea. So inaweza ikawa ndo tamati yake kwenye viunga vya Twiga na Jangwani. Lakini pia tukibaki hapo hapo kwa wananchi Dar es Salaam Young Africans, pia tunaarifiwa kwamba leo hii Yanga wamefanya mazungumzo na Dickson Jobu ili kusaini mkataba mpya. Yes, wote tunajua mkataba wa Dickson Jobu na Yanga unamalizika rasmi mwishoni mwa msimu huu. So Jobu ametaja ofa yake na Yanga wameomba muda wa kuichakata kabla ya maamuzi ya mwisho kufanyika. Na ieleweke kwamba Yanga wanamuona Jobu kama mchezaji muhimu kwenye kikosi chao, na Jobu anaiheshimu Yanga na kuipa kipaumbele cha kwanza, kwa maana ndo timu ambayo imemfanya mpaka sasa awe hapo alipo. Lakini siku kadhaa zilizopita Simba waliulizia upatikanaji wake na wakaahidi kupeleka ofa yao ya kwanza baada ya fainali ya CAF. Inatajwa Fadru ni shabiki mkubwa wa Dickson Jobu. So kama Jobu atasaini mkataba mpya, ataungana na Pacome lakini pia na Max Nzingeli ambao tayari wameongeza miaka miwili kusalia kwenye viunga hivyo vya Twiga na Jangwani. Lakini pia tunaarifiwa hapa kwamba mchezaji ambaye pia alikuwa akizungumzwa sana toka msimu uliopita kwamba anaweza kaondoka Dar es Salaam Young Africans. Hapa namzungumzia Clement Mzize ambaye taarifa zilisema anahitajika na Wydad, lakini zikafa wakasema anahitajika na Kaizer Chiefs. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo na nina uhakika nazo ni kwamba Zamalek wanakaribia kukamilisha usajili wa Clement Mzize kutoka Yanga. Hii ni mara baada ya mazungumzo ya vilabu vyote viwili yamefanyika na yako kwenye hatua za mwisho kabisa. Ofa ya Zamalek ni kubwa kuliko ya JC Kabylie na Al Ittihad ya Arabia, ambazo zote pia zilikuwa zimemweka kwenye rada Clement Mzize. So Clement Mzize muda wowote anaweza akatangaza kwenda Zamalek ambako ndo yeye alikuwa anahitajika. Pia wametoa ofa nzuri ambayo imewafurahisha Yanga na wanaweza akamwachia. Lakini pia tukibaki hapo hapo viwanja vya Twiga na Jangwani kwa maana ya Dar es Salaam Young Africans, tunaarifiwa kwamba mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye dirisha dogo ambalo lilikuwa linaisha Dar es Salaam Young Africans, hapa namzungumzia Jonathan Ikangalombo, huenda akatolewa kwa mkopo mwishoni mwa msimu huu. Hii ni mara baada ya Ikangalombo kushindwa kuonyesha uwezo wake, na watu wako serious na project mpya. Kama ambavyo tunajua Yanga dirisha hili watakuwa busy kweli kweli kutafuta wachezaji wa maana wasiopungua 6 hivi. Wameshaanza na Jonathan Bada ambaye wameshamchukua, Jonathan Soa, lakini pia wapo kwenye wamemweka kwenye rada Bada, lakini pia wachezaji kibao kuna kina Faisal Salum, hao pia wameweka kwenye rada zao. So tuendelee kusubiria ni kipi ambacho kinatokea, lakini Jonathan Kangarombo yeye anaweza katolewa kwa mkopo. Lakini pia tunaarifiwa kwamba klabu ya Setif, tukienda sasa kwenye mitaa ya Chamanzi kwenye klabu ya Azam, tunaarifiwa kwamba klabu ya AS Setif ya Algeria imetuma ofa ya kumsajili nyota wa Azam Djibril Sila mwenye miaka 26. Klabu hiyo imewasiliana na uongozi wa mchezaji ili kukamilisha dili hilo, ila uongozi wa Sila umekataa ofa hiyo. Sila anamaliza mkataba na Azam mwishoni mwa msimu huu na anatarajia kuondoka nchini. Mpaka sasa Sila hana ofa yoyote kutoka Tanzania, hivyo msimu ujao atacheza nje ya Tanzania. Na zile tetesi ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba Sila ashamalizana na Dar es Salaam Young Africans zinaonekana zimekufa mara baada ya hii
taarifa rasmi kutoka kwenye uongozi wa Sila mwenyewe kwamba msimu ujao huenda tusimuone hapa Tanzania, akaenda nje ya Tanzania kucheza. Lakini pia Yanga kikosi chao kishaondoka leo kuelekea jijini Mbeya kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya Tanzania Prisons utakaopigwa Jumatano Juni 18 kwa maana ya kesho kutwa katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Wao Yanga watafanya mazoezi katika uwanja wa mechi siku ya kesho Juni 17. So hizo ni taarifa ambazo nimeona nikuletee ili uzipate wewe mfuatiliaji wa channel yetu, na habari zote za usajili ambazo zitakuwa zinatokea mimi nitakuwa hapa kukuletea moja baada ya nyingine.